Haleluya, haleluya. Yes, usimwache Bwana hata kama hajakutoa gerezani. Usimwache Bwana hata kama hajakutoa kwenye gereza ambalo uko ndani yake. Usimwache Bwana, maana wako watu wengi sana wanamwacha Bwana kwa sababu hajawatoa kwenye magereza walioko. Wanamwacha Bwana kwa sababu hajawatoa kwenye gereza ambalo wako ndani yao, wako ndani yake. Wanamwacha Bwana, wanaamua kumwacha Bwana, na wengine wanaamua kuacha kumtumikia Bwana kwa sababu hajawatoa kwenye gereza ambalo wako ndani yake. Na huenda gereza ambalo uko ndani yake ni gereza la magonjwa. Huenda umekaa kwenye magonjwa muda mrefu, hauponi. Likitoka gonjwa hili linakuja gonjwa lingine, ukitoka ugonjwa huu unakuja mwingine, au una ugonjwa ambao umekutesa kwa muda mrefu sana, umekuhangaisha kwa muda mrefu sana, umezunguka kila mahali umekosa. Hilo ni gereza mojawapo ambalo uko ndani yake, na katika hilo gereza unakutana na mateso mengi, unakutana na changamoto nyingi, unakutana na vitu vingi, vizuizi vingi. Lakini rafiki yangu, ninakwambia usimwache Bwana kwa sababu hajakutoa kwenye hilo gereza. Huenda kuna mwingine ana gereza la uchumi mbaya, hali ya kiuchumi imekuwa mbaya, imeporomoka, imeshuka, au hajawahi kufikia kile kiwango anachokitaka. Umehangaika kwa muda mrefu sana, hali yako ya uchumi iko chini sana, umekuwa mtu duni sana kwa muda mrefu, na umekuwa kimsii Mungu sana akutoe, lakini hajakutoa kwenye hiyo level ulionayo ya kiuchumi. Una hali mbaya, hali ngumu ya kiuchumi. Rafiki yangu, nakwambia endelea mbele, usimwache Bwana eti kwa sababu hajakutoa kwenye hilo gereza la kiuchumi, gereza la umaskini. Endelea kung'ang'ana na Bwana, endelea kumsihi Bwana. Wakati wa Bwana utakapofika atakutoa. Na kuna mtu mwingine labda yuko katika hali ya gereza ambalo linamkosesha amani kwenye ndoa yake, kwenye familia yake, anakosa amani. Hilo nalo ni moja ya gereza ambalo unaweza ukawa nalo. Umekaa kwenye hilo gereza, umekaa humo ndani, hauoni msaada wa kimungu juu yako, hauoni Mungu akikusaidia kwenye hilo gereza ambalo uko la kukosa amani na furaha kwenye ndoa yako. Kila siku ni ugomvi, kila siku ni changamoto, mambo hayaeleweki, mwanaume haeleweki, mwanamke haeleweki, mambo yanaenda ndivyo sivyo. Rafiki yangu, unafikiria kumwacha Bwana? Usimwache Bwana, usimwache Bwana. Bwana bado anakupenda, Yesu bado anakupenda, Yesu bado anakupenda. Usimwache eti kwa sababu hajakutoa kwenye hilo gereza, usimwache. Hebu ngoja tukamwangalie mtumishi mmoja wa Mungu ambaye aling'ang'ana na Bwana, aliendelea kumwamini Mungu, aliendelea kumtumainia Mungu hata kama Yesu hakumtoa kwenye gereza alilokuwepo. Kuna mtumishi mmoja, ukisoma kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 14 na 15, neno la Mungu linasema, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Unaona hapa, huyu ni mtumishi wa Mungu Yohana Mbatizaji, na huyu Yohana Mbatizaji ndiye aliyembatiza Yesu. Kabla Yesu hajaanza huduma, ndiye aliyembatiza Yesu. Sio tu kumbatiza, ndiye aliyemtambulisha Yesu, aliyesema huyu ni mwana wa Mungu, aliyemtambulisha Yesu kwa watu kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Yeye ndiye aliyetengeneza njia kwa ajili ya Yesu, ili Yesu akija asiwe na ugumu wa kuhubiri Injili. Yesu akija akute kuna watu tayari wameshaandaliwa kwa ajili ya kumpokea, kwa ajili ya kumwamini, kwa ajili ya kutembea na yeye. Huyu Yohana ndiye aliyeandaa mazingira kwa ajili ya Yesu, na ndiye akambatiza ili Yesu aingie kwenye huduma. Lakini unaona Yohana anakamatwa na huyu mfalme, alikuwa mfalme nani? Herode. Anakamatwa na Herode, anatiwa gerezani. Herode anamweka Yohana Mbatizaji gerezani. Lakini huyu Yohana Mbatizaji alipokuwa gerezani kule, Yesu hakwenda kumwangalia, wala Yesu hakwenda kumtoa. Na Biblia hapa inatuambia Yohana alipopelekwa gerezani, alipowekwa gerezani, Yesu akaenda zake Galilaya, akaenda mbali na kule alikoko. Hata hakwenda kumwangalia Yohana, hata hakwenda kumsalimia, hata hakwenda kujua hali yake, hapana. Na ndio maana unaona mahali pengine Yohana Mbatizaji anatuma watu, anasema nendeni mkamuulize, anatuma wale wanafunzi wake, nendeni mkamuulize, je, ni yeye au tumtazamie mwingine? Kwa sababu alitarajia kuona kwamba Yesu angeenda kumsalimia, Yesu angeenda kumuona, Yesu angemtia moyo, angemfariji, angemwambia usihofu,
najua wewe ni mtumishi wa Mungu, naendelea kukuombea ili Mungu aweze kukutoa huko gerezani. Lakini hatuoni hicho kitu, na huenda kuna mtu ambaye anapitia changamoto fulani, alitarajia kuona watu kanisani wakija kumuona, wakija kumsalimia, wakija kumtia moyo, au mchungaji akimuulizia na kumwambia mtumishi wa Mungu ninakuombea, lakini hajapata chochote kutoka kwa watumishi wa Mungu au kwa washirika wenzake kumwambia tunakuombea au kuja kumjulia hali au kumfariji. Kwenye hilo gereza amekaa peke yake, hakuna naye kuja kumtia moyo wala kumfariji. Rafiki yangu, kama uko mtu wa namna hiyo, usimwache Bwana eti kwa sababu watu wamekataa kuja kukusalimia, watu wamekataa kuja kukuona, watu wamekataa kuja kukutia moyo. Ulifiwa, hakuna aliyekuja kukupa pole. Usimwache Bwana rafiki yangu, maana Biblia inatuambia ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu akamwacha Yohana gerezani, akaenda kuhubiri Injili akiwaambia watu tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Usimwache Bwana rafiki yangu, usimwache Yesu eti kwa sababu hakuna aliyekuja kusalimia, eti kwa sababu Bwana hajakutoa kwenye hilo gereza la umaskini, Bwana hajakutoa kwenye hilo gereza la magonjwa, Bwana hajakutoa kwenye hilo gereza la kutokuwa na ndoa yenye amani na furaha. Usimwache Bwana eti kwa sababu ulipata shida, ulipata changamoto, watu hawajaja kukuona, mtumishi hajaja kukuona, mchungaji hajaja kuona. Usimwache Yesu, usimwache Yesu. Endelea kung'ang'ana na Bwana. Yohana aliendelea kung'ang'ana na Mungu mpaka anakatwa kichwa akiwa gerezani. Hajamkana Yesu, hajamkataa Yesu, hajamwacha Yesu, kwa sababu alijua baada ya maisha ya hapa duniani iko mbingu mpya na nchi mpya. Kwa ajili yake anaenda, kwa ajili yake anaingoja. Chuchumilia taji iliyoko mbele yako. Usimwache Yesu kwa sababu ya changamoto za duniani. Changamoto zipo, utakutana nazo tena nyingi, tunakutana nazo, tunakumbana nazo, lakini tutakiwi kumwacha Yesu eti kwa sababu tumekutana na changamoto, na halafu bahati mbaya changamoto zenyewe tulipokutana nazo watu hawajaja kutusalimia, hawajaja kutuona, hawajaja kutuangalia. Rafiki yangu, isikuumize kiasi cha kumwacha Bwana. Najua inaumiza, lakini isikuumize kiasi cha kumwacha Bwana eti kwa sababu watu hawajaja kukuona, hawajaja kusalimia. Ng'ang'ana na Bwana, ng'ang'ana na Mungu. Mwambie Mungu, pamoja na yote mimi sikuachi, mimi ninaendelea na wewe. Hata kama hujanitoa kwenye hii hali, ninaendelea na wewe. Lakini iko neema, uko mlango. Nataka nikaombe kwa ajili yako wewe ambaye uko kwenye gereza ambalo limekukatisha tamaa, linakuvunja moyo, halikupi tumaini la kuendelea mbele. Nataka nikuombee Mungu akutie nguvu na akuwezeshe uweze kuendelea mbele. Lakini nataka nikuombee Mungu aweze kufungua mlango uweze kutoka kwenye hilo gereza. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, Mungu ninaomba kwa ajili ya ndugu mmoja ambaye yuko kwenye gereza ambalo limemkatisha tamaa, limemvunja moyo, hasikii kuendelea katika wokovu, hasikii kuendelea kukuamini, hasikii kuendelea kukutumainia, amekata tamaa. Na wengine Bwana wameshakuacha wewe Mungu, wamesharudi nyuma, wamekuacha wewe Bwana, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, ninaomba neema juu yao. Bwana, kawatie nguvu Bwana, waweze kusimama, watie nguvu waweze kusimama na kuendelea katika imani hii, kukuamini wewe Yesu Kristo, na kuendelea katika wokovu huu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana Mungu, usiruhusu wakate tamaa, usiruhusu wakuache Bwana. Ninaomba neema itakawawezesha kuendelea kusimama, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu wangu na Bwana wangu, ninaomba mfalme wa amani, fungua mlango wa hilo gereza aliloko ndani yake na ukamtoe Bwana, katika jina la Yesu. Huenda ni gereza la umaskini, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, nafungua mlango huo Bwana, apate kutoka Bwana. Huenda ni gereza la magonjwa, katika jina la Yesu, nafungua mlango Bwana, apate kutoka mfalme wa amani, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Huenda ni gereza la ndoa yake, kukosa amani, kosa furaha, kila siku ni ugomvi, kila siku ni kupigana Bwana, hata wanadhamiria kuachana, katika jina la Yesu, nafungua mlango Bwana
Mungu wangu, wapate kutoka kwenye hilo gereza, wapate kutoka kwenye hilo gereza katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, wakawe na ndoa yenye amani na furaha katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu wangu na Bwana wangu, huenda ni changamoto za aina mbalimbali anakumbana nazo kazini, ofisini kwake, kwenye biashara yake, kwenye kilimo chake, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, zimekuwa gereza kwake, zinamzuia kuendelea mbele, zinamzuia kusonga mbele kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, ninaomba neema yako Mungu wangu ikawafungukie Bwana, na gereza hilo likawaachie, wakabakie huru Bwana, waendelee kutumainia na kutumikia katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu nimeomba na kuamini, amen, amen.